Habari za muda huu wote ambao tulikuwa pamoja katika utabiri wa mwaka 2026, sehemu ya kwanza, sehemu ya pili, pamoja tunaendelea sasa sehemu ya tatu ya utabiri wa mwaka 2026. Kwanza tunawapa congratulations watu ambao wako single ambao tayari washavuka miaka 30 na kuendelea. Kwa nini? Kwa sababu ulimwengu umekuchagua wewe kukulinda kutokana na majanga ya mapenzi. Ikiwa mahusiano yako yamefeli sana ndani ya mwaka 2025, mahusiano sio mwisho wa kusonga mbele. Unatakiwa utambue vyote hivyo ni kuwa sio tatizo lako. Sema tu upendo bado haujawasili kwako. Sio adhabu labda kutokana na makosa fulani ambayo uliofanya. Hapana rafiki. Unajua kuwa watu wengi ndoa zao zina mashaka na humaliza kwa moyo wao kuvunjika au hata kutalakiana, hasa kwa ambao tayari wana experience ya kutengana, na hawa zaidi ambao wanakuwa ni wenye umri mdogo. Ikiwa labda umeoa au umeolewa baada ya akili kupevuka zaidi, huu ni muda mzuri zaidi kwa mwaka 2026. Itapunguza harakati za kutengana na energy ambazo zitakuwa negative na hata drama ambazo zitapunguza riski ya ndoa kuharibika. Kwa mwanamume ambaye akifikisha miaka 31 tunasema huyu inakuwa ni vizuri zaidi, na kwa mwanamke ambaye alofikisha miaka 28 inakuwa ndoa yenye furaha zaidi. Kwa nini? Cha kwanza kabisa, akili mara nyingi inakuwa iko tayari, iko clear, na vile vile chaguo lako umelifanya kwa upana zaidi, ikiwa maana umefikiria, yani umedarisi sana mpaka ukachagua ilo chaguo lako. Tunasema ndoa ni baraka na wala sio mateso. Tuangalie watu ambao waliumizwa ndani ya mwaka 2025. Je, wanatakiwa wafanye nini ndani ya mwaka 2026? Cha kwanza anatakiwa ajitunze kisaikolojia, ikiwa na maana unatakiwa utafute utulivu wa ndani kabisa na utafute wataalamu ambao wanahusiana na afya ya akili. Na unatakiwa usamehe, lakini kusamehe huko ni kwa ajili yako mwenyewe. Kwa nini? Kwa sababu utaachilia maumivu ambayo yatakuwa yasikuumize zaidi, na vile vile unatakiwa ujifunze kutokana na tukio, ikiwa na maana unatakiwa uchukue funzo. Epuka kurudia makosa na kuwa makini na watu wa aina hiyo ambao waliokuumiza. Then unatakiwa ujiboreshe. Kwa nini ujiboreshe? Unatakiwa ujikite kwenye malengo yako binafsi na maisha yako ya baadaye. Weka vile vile unatakiwa uweke mipaka. Usiruhusu waliokuumiza kuingia tena kwa urahisi bila mabadiliko ya kweli. Na vile vile kuhusu adhabu, labda hao ambao waliokuumiza, kitu gani ambacho kinaweza kuwapata? Tukija tukiangalia kiroho, always watu wengi wanaamini karma. Kwa nini? Wanasema kila mtu atavuna alichokipanda, kwa sababu wanaamini moja kwa moja malipo atalipwa na Mungu. Na tukija tukiangalia katika upande wa maisha, tunasema always ambao tayari washakufanyia kitendo kama hicho sio kizuri kiuhalisia, lakini inakuwa huishia kupoteza watu wema na kuishi na majuto. Watu ambao walifanya hivyo asilimia kubwa wanakuwa na majuto makubwa sana. Kwa hiyo tunakuja tukiangalia kipengele ambacho cha single mothers ndani ya mwaka 2026. Ni hatua gani ambazo wanaweza kuchukua au kitu gani wanaweza kufanya ili waweze kuwa na maisha bora ambayo watakuwa na mafanikio. Cha kwanza kabisa, wanatakiwa wawe na mpango imara wa kipato, ikiwa na maana wanatakiwa wafanye biashara pamoja na kazi ambayo itakuwa haimsumbui katika kulea watoto. Lakini vile vile wanatakiwa watumie vipaji vyao au taaluma waliokuwa nayo ili waweze kufanya kazi hata online, na wanatakiwa watu hawa wajitahidi kuweka akiba hata ni kidogo. Na vile vile wanatakiwa waepuke utegemezi ambao ulikuwa wa hisani. Kwa nini? Inatakiwa usitegemee msaada kutoka kwa mtu yoyote yule. Hivyo jifunze kujisimamia kifedha mwenyewe binafsi, na vile vile katika upande wa hisia na mawazo. Na unatakiwa kujitahidi kujenga ratiba ya maisha, ikiwa na maana unatakiwa utenganishe muda wa kazi, muda wa mtoto na muda wako binafsi. Kwa hiyo mpangilio mzuri wa siku husaidia kupunguza msongo wa mawazo, na vile vile tukija tunaangalia unatakiwa
Utafute msaada wa kisaikolojia pamoja na kiroho. Usiogope kuongea na mshauri au mtu unayemwamini. Ikiwa na maana hiyo itakusaidia wewe mwenyewe binafsi katika upande wako wa kiroho. Elimisha mtoto kwa msingi ambayo ilikuwa bora. Inatakiwa mfundishe nidhamu za kila aina, heshima katika kila sehemu ambayo anatakiwa heshimu, na vile vile upendo katika kila sehemu ambayo anatakiwa apende. Usimfundishe chuki mwanao kama vile kumlaumu labda mzazi fulani alikuwa hivi na hivi. Hapana, hutakiwi kufanya hivyo ndani ya mwaka 2026. Jihusishe na mitandao ya walezi wazazi, nasema support group. Hii itakusaidia kujua baadhi ya vitu ambavyo ulikuwa hujui. Na zile vile unatakiwa hutakiwi kukata tamaa ya mapenzi ndani ya mwaka 2026. Unatakiwa uendelee kuamini kuwa unaweza kupenda tena, lakini unatakiwa kipindi hichi utumie hekima zaidi. Usitafute mapenzi kama njia ya kusaidiwa, bali unatakiwa utafute mapenzi kama ni furaha ya kweli. Vile vile unatakiwa uwe mfano wa kuigwa kwa mwanao. Mruhusu akukute ukiwa mwenye maono ambayo yalikuwa mazuri kabisa. Vile vile unatakiwa uwe mtu ambaye anajituma na mkweli. Kwa mwanao mpaka tayari ashachuchuka, ashakuwa mkubwa kidogo, akukute uko na hali hizo. Watoto kawaida huiga zaidi wanachokiona kuliko wanachoambiwa. Then vile vile unatakiwa uwekeze katika maarifa. Jifunge kila mwaka elimu, mambo ya ujasiriamali, mambo ya malezi, na vile vile afya ambayo inaepusha msongo wa mawazo. Kwa nini? Unaambiwa maarifa ni silaha kuu ya kujikwamua katika vitu vingi sana. Na vile vile unatakiwa uombe baraka na utulivu kila siku. Maombi au kutafuta amani ya ndani ni silaha ya kupambana na changamoto zote. Kwa hiyo ndani ya mwaka 2026 hizi ndio hatua ambazo unaweza kutumia kwa ajili ya kujikwamua kimaisha. Nadhani tumefahamiana. Kwa hiyo tunaweza tukasema kuwa wapo single fathers, single mothers waliopitia mengi, na leo hii tayari wapo wanaishi wenye furaha kabisa, na ambao tayari wana mafanikio na heshima. Na vile vile wewe inaweza pia ukapitia changamoto hii ukakata tamaa, lakini ukipitia hatua hizo unaweza ukaenda mpaka ukafanikiwa. Kwa hiyo tunaweza tukawapa ushauri. Kuna watu mwaka 2025 huko 2024 washaumwa muda mrefu. Kwa watu hawa vile vile tunatakiwa tuwashauri nini wafanye ndani ya mwaka 2026. Watu hawa kwanza wanatakiwa wahakikishe wanafuata matibabu kwa wakati na maelezo ya daktari. Ikiwa na maana wanatakiwa wafanye check up za mara kwa mara, hata kama hujisikii vibaya. Hii itakusaidia wewe mwenyewe binafsi kuwa katika hali nzuri, na vile vile kuwa na mpangilio wa maisha unaoendana na afya yako. Kwa hiyo unatakiwa ufuate maelezo na ushauri wa daktari ambao uliopewa ili uweze kuwa na afya njema mwaka 2026. Unatakiwa upate usingizi wa kutosha ndani ya mwaka 2026. Vile vile unatakiwa utafute msaada ambao kisaikolojia ikiwa kuna jambo linakutatiza ambalo linahusiana na kiafya, na unatakiwa ujitahidi ule mpangilio maalum ambao ulioelekezwa na daktari kutokana na afya yako. Chingine, ikiwa kama wewe mgonjwa, unatakiwa usikate tamaa ya maisha. Endelea kuwa na ndoto za maisha, utakuwa hivi hivyo, hata kama una hali ngumu. Hivyo basi usikate tamaa. Na vile vile unatakiwa ujiunge na wengine wenye hali kama yako. Unaweza ukajiunga nao, ukaangalia ushauri wao, kitu gani wanapitia. Kwa ukijiunga mule utakuta watu wengine wana hali ngumu zaidi kuliko hata wewe. Kwa ile itakujenga wewe katika hali yako binafsi. Na vile vile unatakiwa ujitahidi kujihadhari na tiba za kienyeji zisizo sahihi. Hata kama umeumwa miaka 10, ukiona tiba haziko sawa, labda zinaweza zikakuletea athari, basi unaweza kaachana nazo. Sio lazima tu force kitu uwe nacho hivyo nadhani. Na vile vile andika safari yako. Ikiwa kama tayari ushaugua miaka mingapi, unatakiwa uandike ili uwe fundisho kwa watu ambao watakufuata wewe labda, au watu wa chini yako.
Unaweza mtu ukamwelimisha tu kutokana na nini yako, yani labda umeumwa, unaweza kumwambia bwana, mimi kutokana na hivi na hivi, unaona mimi nilivyo, nilipitia wakati huu na huu na huu. Kwa hiyo kama wewe una wakati huu, basi mimi nilipitia wakati mgumu zaidi, au wewe umepitia wakati mgumu zaidi. Kwa hiyo unatakiwa upitie njia hii na hii na hii. Nadhani tumeelewana. Afya ni kitu bora zaidi. Tunaomba Mungu atujalie sote tuwe na afya njema ndani ya mwaka 2026. Sasa kwa ili uwe na mafanikio makubwa, njia gani ambazo unatakiwa utumie kwa mwaka 2026? Ya kwanza kabisa, unatakiwa uwe na nia ya kweli. Ukiamua kweli, yani unatakiwa ufanye, yani kama umeamua basi uamue kweli na ufanye vile ulivyopanga. Vile vile weka malengo ya wazi kabisa. Ushanifahamu? Na vile vile unatakiwa uweke mipango ambayo ilikuwa na nidhamu. Iko na maana mipango yako umepanga iwe hivi, basi unatakiwa ujitahidi uifuatishe vile vile. Kuondoa vikazo ambavyo vinakusababisha msongo wa mawazo, na vile vile unatakiwa kujifunza kila wakati ili uweze kupata mafanikio ndani ya mwaka 2026. Na vile vile unatakiwa vile uombe kutokana na taabu zako ndani ya mwaka 2026. Ikiwa na maana usikubali mwaka mwingine upite bila kuwa wewe hujafanikiwa. Hivyo basi anza sasa, japo anza kwa kidogo, lakini unatakiwa usonge mbele tena usirudi nyuma. Na tunakiangalia kuna watu tayari washakata tamaa katika swala zima la kupata mtoto kwa miaka mingi sana. Hivyo basi unashauriwa ndani ya mwaka 2026 usikate tamaa. Hivyo basi unaweza kutafuta matibabu ya uzazi then ukafanikiwa. Usikate tamaa. Hivyo unaweza kwenda hospitali ukakaguliwa, ukaangaliwa matatizo tofauti tofauti, upande wa tiba na homoni za uzazi na mtindo wako wa maisha. Kwa hiyo kuna vitu hapo ukibadilisha unaweza ukafanikiwa ndani ya mwaka 2026. Hivyo basi katika mtindo wa maisha unatakiwa ujitahidi kupunguza uzito kupita kiasi, kuacha sigara, pombe, kula unatakiwa ujitahidi ule mboga, matunda, mbegu kama karanga, korosho, tende na kadhalika. Hivyo vitakusaidia katika suala la uzazi ndani ya mwaka 2026. Na vile vile unatakiwa mwende hospitali nyote wawili, ikiwa wewe na mke wako, basi mnaenda pale ili mkapate vipimo vya uzazi ili kugundua sababu hasa. Usimsikizie tu mwenzako ndio mwenye tatizo kabla hujafanya uchunguzi. Na vile vile katika upande wa kisaikolojia unatakiwa kwa ambaye labda kakosa mtoto, unatakiwa ujitahidi kuondoa msongo wa mawazo. Ikiwa na maana unapokuwa na msongo wa mawazo unapokuwa mkubwa, hii inakuwa unaathiri hormones za uzazi. Hivyo basi unatakiwa kutafuta usaidizi wa kisaikolojia. Na vile vile unatakiwa ufanye maombi. Ndani ya mwaka 2026 unaweza ukafanya maombi then ukafanikiwa. Sasa kuna nyota ambazo ndani ya mwaka 2026 zitakuwa na nguvu ya uzazi. Kwa hiyo uzazi wake utakuwa uko karibu zaidi. Nyota hizi tunasema ni nyota ya kaa pamoja na nyota ya samaki, na nyota ya mwisho ni nyota ya ng'ombe. Hizi zitakuwa na bahati zaidi upande wa kupata watoto ndani ya mwaka 2026. Kwa wengine wanatakiwa kuomba vile vile, kama una makosa unafanya istighfar, ikiwa na maana unatakiwa utubu dhambi zako, basi Mwenyezi Mungu anakusaidia katika swala zima la kupata mtoto. Unatakiwa vile vile utoe sadaka au kusaidia watoto yatima, vile vile husaidia kupata neema hiyo. Na chengine wanatakiwa kuangalia mazingira na ushawishi wa nyota. Ikiwa na maana wanatakiwa jitahidi ili uweze kupata mtoto ndani ya mwaka 2026. Epuka hasira, chuki au mazingira ambayo yanakuwa na mgogoro na kuleta msongo wa mawazo. Nadhani tumefahamiana. Kwa hiyo ndani ya mwaka 2026 kuna rangi ambazo unaweza kutumia hizo sana katika kuvaa, labda kuweka ndani. Hizo vile vile zitafanya wepesi kidogo namna gani wewe uweze kupata mtoto, kama vile rangi nyeupe, rangi ya pinki, kijani ya majani. Vile vile kuna vitu ambavyo ukivaa ili uweze kufanikiwa kupata mtoto ndani ya mwaka 2026. Kuna moonstone, rose quartz pamoja na pearl. Vitu hivi unaweza kutumia kwa ajili tu ya kufanikiwa kupata mtoto. Vile vile unatakiwa ufanye maombi na kadhalika. Sasa
Mwaka 2026 tunasema kuna watu ambao wanaweza wakakabiliwa na changamoto kadhaa kwa mujibu wa nyota zao hapa nchini Tanzania, na hii ni kutokana na hali duni ya mifumo ya maisha yetu ambayo tuko nayo hapa nchini kwetu. Tunaweza tukaangalia baadhi ya mambo kadhaa ambayo yanasababisha hizo hali. Cha kwanza kabisa, msongo wa mawazo. Hii tunasema hali ya maisha, mahitaji ya pressure za kiuchumi, hii zinafanya watu wengi kupata huzuni, ikiwa na maana zile mambo ya kiuchumi, mtu mambo yake yanakuwa yako sawa. Kwa watu mara nyingi wanafanya na kuwa na huzuni, yani hawajui wafanye nini. Kwa hiyo hii ni changamoto ambayo kidogo inakuwa ndo zinatukabili ndani ya mwaka 2026 nchini Tanzania. Na vile vile wasiwasi, watu wanakuwa na wasiwasi na wasiwasi mwingi wa kukata tamaa, kwa sababu mara nyingi mtu anaamka kila siku, akiamka anakuwa haelewi yani anavyofanya sivyo. Lakini kuna nyota ambazo zinakuwa na hatari zaidi katika msongo huo, ni nyota ya Vigo, nyota ya Kaa pamoja na nyota ya Mbuzi. Tukija tukiangalia katika upande wa changamoto ya kifedha, changamoto ya kifedha hii itakumba zaidi nyota ya Samaki, nyota ya Mshale pamoja na nyota ya Mizani. Kwa nini? Mfumuko wa bei na ukosefu wa ajira au kipato cha kudumu, hii ndio itasababisha hali hiyo. Kwa hiyo vile vile biashara ndogo ndogo zinapata ushindani mkali zaidi ndani ya mwaka 2026. Tukija tukiangalia katika upande wa magogoro na mahusiano, hii itakumba zaidi nyota ya Simba, nyota ya Nge pamoja na nyota ya Gemini, yani nyota ya mapacha. Kwa nini? Ndoa na mahusiano mengi yatakumbwa na kutoelewana ndani ya mwaka 2026, kutokumiana na kuhitaji uvumilivu mkubwa. Then mabadiliko ya nchi na maafa. Mvua kubwa zisizo za kawaida zitatokea ndani ya mwaka 2026, ukame katika baadhi ya maeneo, maporomoko ya ardhi na magonjwa ya milipuko. Hii tutaelezea zaidi kipengele cha mwisho. Sehemu gani zitakuwa na mvua nyingi, itakabiliwa na kitu gani, tutaelezea kiasi fulani ndani ya mwaka 2026 ambayo tajiri. Kwa hiyo watu wa maeneo ya mabondeni au vijijini mara nyingi ndo wanakuwa wanapata athari zaidi ikiwa imetokea vitu kama hivyo kutokana na mabadiliko ya nchi. Na chengine tunaangalia kuwahi kufa kwa wazazi au wazee. Kwa hii pia ni changamoto ambayo inakuwa ipo ndani ya mwaka 2026. Kwa hiyo hali hii mara nyingi itaathiri zaidi nyota ya Ng'ombe pamoja na nyota ya Kondoo au Punda na nyota ya Ndoo. Mwaka huu utaleta huzuni kwa familia nyingi kwa kumpoteza mtu mzima wa familia au mlezi. Lakini inapodhihiri swala kama hilo, tunasema njia ambayo tunapita sote ni njia hiyo ambayo walishapita, ambao walotangulia na sisi tunafuatia. Inapodhihiri swala kama hilo, basi huna budi kumshukuru Muumba aliyekuumba. Then tunaangalia vita vya ndani ya nafsi. Kuna migogoro ya kiimani, vita vya ndani vya nafsi, vile vile migogoro ya kiimani, maamuzi ya maisha, kupoteza dira. Watu wengi watahisi kupoteza au kutojua wanachokitaka. Ushauri ili kukabiliana na hizo changamoto ndani ya mwaka 2026. Cha kwanza kabisa, unatakiwa jitahidi kuweka akiba mapema. Unapopata pesa jitahidi weka akiba, na vile vile jifunze maarifa mapya ya kujitegemea. Omba sana mwongozo wa kiroho, na vile vile jenga uhusiano wa amani pamoja na nyumba yako. Ikiwa na maana mwaka 2026 kuna nyota ambazo zitakuwa na bahati zaidi, na hiyo ni kutokana na mzunguko wa sayari unavyozunguka. Na sayari ambayo itakuwa na bahati zaidi ndani ya mwaka 2026 ni sayari ya Jupiter, ambayo itakuwa na bahati zaidi, na mabadiliko mingi yatatokea, na hiyo mabadiliko haya yatasababishwa na sayari ya Pluto. Hizo ndizo neema kubwa zaidi. Kwa hiyo tukiangalia kwanza sayari ambazo zitakuwa na bahati ni nyota ya Taurus, na hii nyota ya Taurus, yani nyota ya Ng'ombe, itakuwa na bahati zaidi katika upande wake ya kipato, biashara
na mali ambazo zisizotarajiwa, na vitu ambavyo anaweza akafanikiwa zaidi kupata neema zaidi katika upande wa uwekezaji, mambo ya ardhi, pamoja na mambo ambayo yanahusu familia anaweza kafanikiwa. Na nyota ya mbuzi hawa vile vile watapata mafanikio katika upande wa kazi pamoja na mambo ya uongozi, na watu hawa wataaminiwa zaidi ndani ya mwaka 2026. Na maeneo ambao wanaweza kufanikiwa zaidi hawa ni wanaweza kupata nyadhifa mpya na au kupanda vyeo, na vile vile miradi mikubwa yao mara nyingine itafanikiwa ndani ya mwaka 2026. Na nyota ya samaki itakuwa na bahati zaidi ndani ya mwaka 2026. Katika upande wa mapenzi itakuwa na bahati, upande wa ndoa vile vile watu hawa watakuwa wabunifu zaidi ndani ya mwaka 2026. Na maeneo ambao wanaweza kufanikiwa katika upande wa tanaa, kuandika labda, na vile vile uhusiano mpya ambao utakuwa na baraka ndani ya mwaka 2026. Na nyota nyingine ni nyota ya nge. Hawa watakuwa na bahati zaidi katika upande wa kifedha, lakini fedha hizo mara nyingi zinapitia ushirikiano wa sehemu tofauti tofauti. Na maeneo ambao wanaweza kufanikiwa ni kuanzia upande wa kifamilia na mambo yanayohusu mikataba. Na tukiangalia nyota nyingine ni nyota ya kaa. Watu hao watakuwa na bahati zaidi za mafanikio katika upande wa safari, elimu pamoja na maarifa. Kwa hiyo upande ambao wanaweza kufanikiwa zaidi ikiwa watahamia kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine, wanaweza kufanikiwa mara moja au kuanza maisha mapya sehemu mpya. Na nyota nyingine ni nyota ya Vigo. Hawa watakuwa na bahati zaidi ndani ya mwaka 2026, ikiwa na maana watapona kiroho na kimwili, ikiwa na maana yani kama kuna vitu vilikuwa vinawatesa basi wanaweza kaja wakakaa sawa ndani ya mwaka 2026. Na mafanikio yao hawa yatakuwa ni ya taratibu, lakini yatakuwa ni yaliyo imara zaidi. Kwa hiyo kitu gani ambacho unatakiwa utumie kwa ambao walikuwa wamepata bahati au hawajapata bahati nyota zao ndani ya mwaka 2026? Cha kwanza kabisa, hutakiwi kupuuza fursa ndogo ndogo. Kwa nini? Kwa sababu tunasema kidogo kidogo mara nyingi huwa kingi, na vile vile unatakiwa uamini katika mabadiliko hata kama yanaogopesha, then unatakiwa utumie maarifa kujenga msingi uliokuwa thabiti. Kuna nyota ambazo zitakuwa na ushawishi mkubwa kwa jamii ndani ya mwaka 2026, na nyota hizo ni kama Pluto, Uranus na Jupiter. Hizi mara nyingi huathiri upande wa viongozi, wanaharakati, wasanii na watu wenye nguvu kubwa sehemu fulani. Kwa nyota hizi zinaweza zikawaletea athari watu hawa. Kwa nini? Watakuwa na ushawishi mkubwa kwa jamii ndani ya mwaka 2026. Nyota ya Simba. Hii mara nyingi watakuwa na ushawishi hawa. Nyota hii tunasema itakuwa katika upande wa uongozi, sanaa, burudani na kujitokeza mbele za watu. Lakini nguvu yao inakuwa ni kuongoza wengine kwa ujasiri na kuleta matumaini. Nyota ya Ndoo itakuwa na ushawishi zaidi katika upande wa mabadiliko ya kijamii, teknolojia na haki za binadamu. Kwa hiyo watu hawa mara nyingi watakuwa na ushawishi mkubwa katika sehemu hizo. Kwa hiyo watu hawa watakuwa na ubunifu na ambao watakuwa na uwezo wa kufikiri mambo tofauti tofauti. Nyota nyingine ni nyota ya Mshale. Hawa watakuwa na ushawishi katika upande wa elimu, falsafa, mambo ya dini pamoja na safari ambazo zinahusu kiroho. Na hawa watakuwa na nguvu zaidi ya kueneza maarifa na kukuza fikra ambazo zinatakiwa zikuzike katika sehemu fulani. Vile vile tukija tukiangalia nyota ya Scorpio, hawa watakuwa na ushawishi katika masuala ya kiroho ambayo yanahusu imani, uchunguzi wa afya pamoja na mabadiliko ya kijamii. Nguvu yao kubwa itakuwa katika kuamsha jamii kupitia ukweli mgumu. Na tukija tukiangalia nyota nyingine ni nyota ya Mbuzi. Hawa watakuwa na ushawishi mkubwa katika maendeleo ya kiuchumi. Vile vile watakuwa na nidhamu katika upande wa kazi na sera za kitaifa. Watakuwa na nguvu zaidi katika kujenga mifumo thabiti ya muda mrefu. Nadhani hapo tumeelewana. Sasa tunakuja tunaangalia hizi, kuna baadhi ya nyota zinaweza zikataka kupata shida labda ndani ya mwaka 2026. Kwa hiyo kuna mbinu ambazo wanaweza kutumia na then zikawasaidia kuepukana na vikwazo tofauti tofauti ndani ya mwaka 2026. Tukianza na upande wa nyota ya Ndoo au nyota ya Kondoo au Punda, hawa
silaha yao, wanatakiwa jitahidi kuwa wajasiri zaidi, na vile vile wanatakiwa jitahidi kupiga hatua za haraka zaidi. Nadhani tumefahamiana. Na hawa wa nyota ya Taurus wanatakiwa wamevumilivu, na vile vile wanatakiwa wawe thabiti. Nyota ya Gemini wanatakiwa jitahidi kutumia lugha yao vizuri kwa watu wengine, na wawe na akili haraka zaidi. Nyota ya Kaa vile vile wanatakiwa wawe na kinga. Kinga yenyewe wanatakiwa jitahidi kudili na sehemu zile za maji, kwani zitawasaidia ndani ya mwaka 2026. Na leo nyota ya Simba watakuwa na ujasiri, wao ndio silaha yao. Unapokuwa jasiri ndani ya mwaka 2026 ni rahisi kufanikiwa. Na nyota ya Vigo unatakiwa msafi na mtu ambaye mwenye busara, unaweza kupukana na vikwazo na kufika pale ambapo unatakiwa ufike. Nyota ya Libra vile vile utatakiwa ujitahidi kupigania haki, basi kupitia hizo unaweza ukafanikiwa. Nyota ya Scorpio unatakiwa uwe msiri, yani sio kila kitu unatoa tu, yani mambo yako yanakuwa nje. Ukifanya hivyo ndani ya mwaka 2026 ni rahisi kufanikiwa. Nyota ya Mshale unatakiwa uwe na maarifa zaidi, iko na maana uwe na maarifa yalikuwa mapana zaidi, basi ndani ya mwaka 2026 ni rahisi kufanikiwa. Nyota ya Capricorn unatakiwa ujitahidi katika upande wako wa kazi, na vile vile uepukane na vikwazo, basi ni rahisi kufanikiwa. Nyota ya Ndoo unatakiwa uwe mbunifu, ndani ya mwaka 2026 ni rahisi kufanikiwa. Tukimalizia na upande wa nyota ya Samaki unatakiwa uwe na hisia. Kwa zile hisia zako ambazo ulikuwa nazo zitakusaidia wewe kufanikiwa ndani ya mwaka 2026. Kiujumla tuje tukuangalie moja kwa moja nchini Tanzania, hali ya nchi kwa ujumla ndani ya mwaka 2026 itakuwaje. Tukija tukiangalia katika upande wa uchumi, tunasema mabadiliko ya sera za kifedha yanaweza kutokea katikati ya mwaka. Kutakuwa na jitihada za kukuza uchumi wa ndani kupitia sekta za kilimo, nishati mbadala na biashara ndogo ndogo. Vile vile wimbi la ukame na mabadiliko ya hali ya hewa linaweza kuathiri uzalishaji wa chakula na bei za bidhaa muhimu ndani ya mwaka 2026. Kwa hiyo ushauri, watu ambao wanakuwa na chakula wanatakiwa, mtu kama maskini labda ndo sana tunashauri, kama huna chakula ndani unatakiwa ujitahidi uweke chakula cha kutosha ambacho unaweza kukihifadhi hata ndani ya mwaka mmoja au miaka miwili, haswa mwaka huu 2026. Unatakiwa ujitahidi uweke chakula cha kutosha, ili linapotokea swala lolote lile ambalo la uhaba wa chakula au chochote kile, basi chakula utakuwa uko nacho ndani. Vile vile katika mfumo wa teknolojia ndani ya mwaka 2026 watu wanaweza kutumia na hii katika kufanya biashara au wajasiriamali wadogo wadogo na wakafanikiwa ndani ya mwaka 2026. Chingine tunaangalia kiujumla katika upande wa ulinzi na usalama. Ulinzi wa ndani unatarajiwa kuwa wa wastani wa uthabiti ndani ya mwaka 2026, lakini kutakuwa na ongezeko la tahadhari dhidi ya migogoro labda ya ardhi, migogoro midogo, vile vile na usalama wa mtandao unakuwa muhimu zaidi kutokana na teknolojia kukua ndani ya mwaka 2026. Na vile vile tukiangalia katika upande wa siasa ndani ya mwaka 2026, kutokana na malalamiko ya umma, tunasema malalamiko ya kijamii na siasa yanaweza kuongezeka, hasa nusu ya pili ya mwaka, na yani tukisema katikati ya mwaka, yakiwa yamejikita katika upande wa ajira kwa vijana, vile vile katika upande wa gharama za maisha na haki za wananchi na huduma vile vile za afya wa jamii. Na nguvu ya vijana na mitandao ya kijamii itaongezeka zaidi ndani ya mwaka 2026. Kwa nini? Hii itaendelea kuwa kama ni chombo kikubwa cha kutoa maoni na kuhamasisha mabadiliko ndani ya mwaka 2026. Nini kitatokea mbele ndani ya mwaka 2026? Tunasema kitu ambacho kitatokea ndani ya mwaka 2026, mabadiliko ya mfumo wa huduma za kijamii ndani ya nchi ya Tanzania yatabadilika. Kwa mfano kama huduma za kijamii yanaweza kushindikizwa na kutokana na mashinikizo ya wananchi, nadhani tushafahamu. Kwa hiyo kuongezeka kwa sauti za wanyonge na kadhalika. Kwa hiyo mabadiliko ya mfumo wa huduma ndani ya nchi ya Tanzania itabadilika, na vile vile kutaibuka
viongozi vijana wa jamii wanaoitwa na wananchi kwa uwazi zaidi. Yani iko na maana, yani wataibuka vijana wengi zaidi, lakini hao watakuwa ni watu ambao walikuwa wazi zaidi na wataisaidia jamii. Na vile vile uwezekano wa harakati za kitaifa za mabadiliko ya kiuchumi au sera katika miaka inayofuata, yani mwaka huu. Ushauri wa jumla, wanatakiwa wananchi waendelee kushirikiana na vyombo vya usalama, lakini pia kudai haki kwa njia ya amani. Ikiwa na maana Tanzania ni nchi ya amani ambayo haihitaji mgogoro wa aina yoyote ule, isipokuwa kuna namna ya kufikisha ujumbe, na ujumbe huo kama sasa hivi kuna waziri wa vijana yupo, kwa hiyo unaweza ukafikisha tu ujumbe kwa njia kwa yule, then akajua namna gani akasaidia kutatua baadhi ya changamoto. Nadhani tumeelewana. Tanzania hatutaki kufanya fujo ya aina yoyote. Nchi yetu ni nchi ya amani na nchi ambayo ilikuwa tajiri, kwa sababu kila tukiangalia katika unajim, baada ya miaka mbele tu, sio muda mrefu sana, Tanzania itakuwa ni miongoni mwa nchi ambayo ilikuwa tajiri zaidi, miongoni mwa nchi tajiri. Watu wake watakuwa hana shida katika upande wa chakula, sijui ajira, sijui kitu gani. Yani nchi ambayo itakuwa ni nchi ambayo iliyoendelea, iliyopiga hatua, na watu wengi kutoka nchi za nje watahitaji kuja Tanzania kwa ajili ya maendeleo yao binafsi. Tunaendelea. Vile vile tunashauri kiujumla ndani ya mwaka 2026 watu binafsi wajikite katika miradi ya kujitegemea na kuwekeza kwenye elimu na maarifa ya kifedha. Na vile vile wanatakiwa kutumia kipindi hiki kama fursa ya kufanya marekebisho ya maisha binafsi ndani ya mwaka 2026 katika upande wa familia na jamii kwa jumla. Nadhani tumeelewana. Sasa kuna sekta ambazo ndani ya mwaka 2026 zitaimarika zaidi. Tunagusia baadhi ya sekta kadhaa kama sekta ya kilimo, ndio hii sekta mama ambayo miongoni mwa sekta ambayo tunategemea zaidi sisi binafsi, kwa sababu kama chakula nini chote, mambo ya mifugo tunategemea hapa. Kwa hiyo kutokana na uwekezaji wa teknolojia za kisasa, kilimo cha umwagiliaji na mbegu bora ambazo zinaletwa nchini Tanzania, hii inakuwa ni kama fursa ya soko la ndani na nje, itaongezeka thamani kwa wakulima wadogo. Vile vile kutokana na teknolojia kukua na mawasiliano, kwa hiyo ukuaji wa matumizi ya internet vijijini utafungua fursa kwa vijana. Kwa hiyo ndani ya mwaka 2026 sekta ya mawasiliano na teknolojia itakuwa zaidi vijijini pia, tofauti na mwaka 2025. Kwa hiyo tukija tukiangalia katika upande wa serikali na sekta binafsi, tunasema hii itaongeza uwekezaji kwenye mambo ya economy, lakini kwa njia ya digital, yani itajitahidi sana katika sekta hizo. Lakini vile vile tukiangalia nchi yetu tunategemea utalii wa asili na utamaduni. Watu wengi wanatoka nchi za mbali kuja kuangalia asili ambayo ilikopo Tanzania, kama kuja kuangalia simba na kadhalika. Kwa hiyo hii tayari ni utalii wa ndani, unaingiza pesa nyingi katika nchi yetu. Kwa hiyo hii itasaidia vile vile kukuza nchi yetu. Kwa hiyo tukiangalia labda kama Serengeti, Kilimanjaro pamoja na Zanzibar visiwani, hizi zitafutia zaidi wageni ndani ya mwaka 2026. Na vile vile sehemu ambazo na matukio ya tamaduni na kongamano za kimataifa, vile vile hizi pia zinapelekea kuongezeka kwa wageni ndani ya mwaka 2026. Then kuna kitu ambacho tayari kishabuniwa kama utumiaji wa nishati mbadala, solar wind zile na solar pamoja na nini upepo na kadhalika. Kwa hiyo hii itasaidia kwa sababu kutokana na kukua kwa solar pamoja na upepo wa nchini Tanzania ni vifaa, hii itasaidia upatikanaji wa umeme wa bei nafuu kupitia miradi ya umeme ambayo ilikopo madhubuti kabisa ndani ya nchi ya Tanzania. Then tukiendelea katika upande wa sekta ambazo zinahitaji msaada au kusukumwa kwa namna moja ama nyingine. Ya kwanza kabisa, sekta ambayo inatakiwa isukumwe ndani ya mwaka 2026 katika upande wa elimu ya ufundi na science. Vijana wengi wanahitaji stadi za kazi, si vyeti tu, vile vile mikopo na mafunzo ya kivitendo
vile vile vitakuwa juu zaidi ndani ya mwaka 2026 kutokana na UNAJIM. Na tukiendelea na UNAJIM katika upande wa afya ya msingi na vijijini, hizi zinahitaji pia kusukumwa zaidi kwa upungufu wa vifaa, labda katika hospitali za vijijini, dawa na wataalamu na kadhalika. Na vile vile wawezeshwe vijijini katika upande wa huduma kwa jamii kupitia kliniki zile ambazo tunasema kama mobile clinic na kadhalika, na yani hivyo. Na tukiangalia katika upande wa ajira kwa vijana na wanawake, kwa hiyo pia inatakiwa itakuwa kidogo afadhali zaidi ndani ya mwaka 2026, na mikopo itakuwa ni nafuu na watu wengi watapata mikopo mingi ndani ya mwaka 2026, na vile vile watapatiwa mafunzo ya biashara na mitaji muhimu zaidi ndani ya mwaka 2026. Na tukiangalia katika upande wa maji na mazingira ndani ya mwaka 2026, UNAJIM unasema mabadiliko ya tabia ya nchi yanaleta ukame na kuathiri upatikanaji wa maji. Kwa hiyo kuendeleza miradi ya uhifadhi wa maji ya vyanzo vya asili, hii itasaidia Tanzania kuwa katika hali ambayo ilikuwa nzuri kabisa. Kwa hiyo kama una maji, unapoona sehemu kuna maji, basi jitahidi ikiwa kuna athari yoyote ambayo ipo ndani ya maji kama takataka sijui nini, basi unataka kufanya nini? Uondoshe zile takataka na uweke mazingira safi muda wote, ili tuweze kuwa salama kabisa katika upande wa afya ndani ya mwaka 2026. Je, ni nini kifanyike ili kuimarisha baadhi ya sekta ambazo zilikuwa kidogo zipo chini? Cha kwanza kabisa, inatakiwa watu washirikiane, sekta binafsi pamoja na serikali, ili kuweza kuimarisha sekta nyingine. Na inatakiwa miundombinu iboreshwe kama vile barabara, reli na bandari. Kwa hii itasaidia kuimarisha sekta nyingine. Kwa nini? Barabara inapojengwa, labda kama mambo ya usafirishaji yanakuwa rahisi zaidi, na hata watu ambao wanafanya biashara kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine wanatumia vile vile muda mfupi zaidi kufikia sehemu na kufanya shughuli mara moja na kurudi. Kwa hiyo nadhani hapo tumeelewana katika sekta hiyo. Lakini chengine katika upande wa elimu na kifedha na digital wa jamii. Kwa hiyo hii mara nyingi watu wanatakiwa jitahidi ifanyike hizo, kwa sababu mara nyingi sasa hivi watu wanatumia mitandao ya kijamii kwa ajili ya kunufaisha wao binafsi au kwa ajili ya kampuni fulani, lakini wingi wanatumia tu kwa ajili ya entertainment, yani mtu just tu anifurahisha na TMB. Kwa hiyo hii elimu inatakiwa pia itolewe kwa vijana ndani ya mwaka 2026. Chengine inatakiwa kupunguza urasimu katika utoaji wa mikopo na leseni ndani ya mwaka 2026. Chengine inatakiwa kukuza ubunifu kwa vijana na watoto ambao tayari washakuwa wanaelekea miaka 18. Hii itasaidia katika baadhi ya sekta kuwa vizuri zaidi. Sasa nadhani kila mtu anaelewa, kabla mtu kuwa mtu mzima alipitia hatua kadhaa mpaka akawa mtu mzima. Toka mtu alikuwa ananyonya, akafikia labda hatua katikati hapa ya utoto, mpaka akaanza kufikia hatua ya kubalehe na kadhalika, mpaka akafikia utu mzima. Sasa je, hawa watoto tunawalinda vipi ndani ya mwaka 2026? Kuna njia za kimkakati ambazo tunaweza tukatumia sote kijamii. Yani hii sio kwa labda mtu fulani, hapana. Hii ni kwa sote, kwa sababu watoto ndio taifa la kesho. Nadhani tunaelewana. Mtu mzima wa sasa ndio mtoto wa jana, na mtoto wa leo ndio mtu mzima wa kesho. Kwa hiyo tukija tukaangalia katika upande wa elimu ya awali, inatakiwa yani kama mtu binafsi anaweza kujitolea akafungua tu sehemu za shule ambaye tayari awe na vibali, lakini sio tu kurupuke, hapana. Unafuata njia sahihi katika kufungua vituo vya elimu vya awali, ili kuboresha elimu ya awali iwe kubwa zaidi na pana zaidi. Kwa hiyo kama walimu wanatakiwa wafundishe stadi za malezi ya kisaikolojia pamoja na usalama kwa wale watoto, huduma ya afya kwa watoto. Vile vile hii itasaidia kuwalinda watoto ndani ya mwaka 2026. Kwa hiyo kama vile upatikanaji wa chanjo, lishe bora na huduma za kitabibu bila gharama ndani ya mwaka 2026. Hii itasaidia zaidi
watoto kulindwa ndani ya mwaka 2026. Itawasaidia sana. Na vile vile usalama dhidi ya ukatili. Kwa hiyo kuna kampeni maalum za ulinzi wa watoto dhidi ya unyanyasaji, ndoa za utotoni na ajira zisizofaa. Ikiwa na maana mtoto hataki kuajiriwa, kwa sababu utapomwajiri mtoto unakuwa wewe unaweza kumfanya vile wewe unavyotaka. Kwani mtu anatakiwa alipwe labda milioni 10, wewe unamlipa 20,000. Mtoto anaweza kufanya ile kazi. Kwa hiyo hii kidogo inakuwa sio sawa. Kwa hiyo lazima tulinde ukatili dhidi ya watoto. Kwa hiyo inatakiwa kuimarisha sheria na usimamizi wa wahalifu wa watoto. Elimu kwa wazazi na walezi. Unajua swala la ulezi ni swala ambalo kila mtu anafanya vile anavyojua yeye. Sio, yani huwezi ukachukua ni nyumba 10 ukasema watu wote hawa wanalea sawa. Hapana, huyu atalea kivyake, huyu atalea kivyake. Tunasema hakuna fundi katika jambo la malezi. Kwa hiyo inatakiwa kuweka ulinzi, kutoa semina kwa jamii juu ya malezi chanya na tabia salama na haki za mtoto. Kila mtu ana haki zake, watoto, na vile vile walezi wanatakiwa jitahidi sana kuhusu watoto wao, kwa sababu wao ndio waangalizi wa watoto wao. Vile vile usalama wa mtandaoni. Kutokana na mitandao ya sasa, yani kasi ya mtandao inavyokuwa, mara nyingi watu wanaweza kuharibika kupitia mtandao tu. Kwa hiyo inatakiwa kuwekwa ulinzi wa kidijitali dhidi ya maudhui hatarishi. Elimu ya matumizi salama ya mtandao kwa watoto na wazazi. Kwa wazazi mara nyingi wanatakiwa pate hii elimu kwa ajili ya watoto wao kuwa salama kutokana na mitandao ya kijamii. Ni namna gani ambavyo tunaweza tukavuka salama kama nchi ya Tanzania ndani ya mwaka 2026? Tuna UN au Umoja wa Kimataifa, tunatakiwa tujitahidi kukuza mshikamano bila misingi ya ukabila, dini au itikadi. Viongozi wasisitize maadili ya kitaifa na uzalendo. Na vile vile wanatakiwa wajitahidi kukuza uchumi jumuishi. Hii itajenga mazingira rafiki kwa wafanyabiashara wadogo na vijana. Vile vile kujenga viwanda vidogo ambavyo vinatumia rasilimali za ndani. Hii itasaidia kuvuka salama ndani ya mwaka 2026. Vile vile vijana wapate elimu ya uraia na maadili. Hii itarudisha misingi ya maadili ndani ya nchi ya Tanzania, uwajibikaji na heshima kwa sheria. Vile vile elimu mashuleni na mtaani kuhusu amani na haki za mtu za wajibu ambazo anatakiwa awe nazo. Vile vile usalama na ulinzi. Hii itasaidia kuimarisha usalama wa ndani kupitia mifumo, vifaa na ushirikishwaji wa raia. Kuzuia migogoro kupitia mazungumzo ya kijamii na utatuzi wa mapema kabisa. Hii itasaidia kuvuka salama ndani ya mwaka 2026. Na vile vile kujitegemea kiuchumi, kukuza uzalishaji wa chakula cha ndani ya nchi ya Tanzania. Vile vile nishati ambazo zimo kama mambo ya umeme na kadhalika. Tunaona kama sasa hivi mambo ya umeme kidogo kuna unafuu sana sasa hivi tofauti na zamani, na bidhaa za badala ya uagizaji. Kwa hiyo tutumie bidhaa zetu za ndani zaidi kuliko uagizaji. Kuunga mkono ubunifu wa vijana na wanawake kutokana na uzalishaji wa ndani. Sasa nadhani hapo tumemaliza. Tunaendelea katika kipengele cha chengine ambacho kuna watu ambao wanaweza kuathirika ndani ya mwaka 2026. Kuna watu wanaweza kupata matatizo ya kurogwa au uchawi na kadhalika. Cha kwanza kabisa, unatakiwa ujikinge kiroho. Ushafahamu? Kwa hiyo unaweza kusoma maandiko matakatifu. Kuna namna nane za kiroho kujikinga, kama kusoma Qur'ani, Suratul Baqara, au kusoma Biblia, Zaburi ile 91, Isaya 54:17. Kwa hiyo mara nyingi unatakiwa utafute maombezi au dua kutoka kwa viongozi wa kiroho wenye maadili. Epuka hofu na wasiwasi ndani ya mwaka 2026, kwa sababu ikiwa umeathirika na hizo, basi jitahidi kuepukana na hizo hofu. Vile vile jitahidi kusafisha mazingira. Mazingira yanapokuwa safi na salama, basi hata wasiwasi wa kitu utakuondoka. Na vile vile unatakiwa ujitahidi kutumia vitu vya asili kama mafuta ya mzeituni, habat soda, majani ya mtopetope, maji ya bahari au maji yaliyosomwa. Hayo yatakusaidia wewe kujikinga
na mambo ya uchawi na maroho ndani ya mwaka 2026. Then ondoa nafasi ya uchawi kuingia katika mwili wako au kwako au kwa jirani yako au kwa familia yako. Kwa nini? Epuka uhusiano na watu wanaojihusisha na nguvu za giza, kwa sababu utapokuwa nao karibu ni rahisi wewe kufanya nini? Kupata hayo mashaka. Ziba milango ya roho na usiwe mtu wa chuki, hasira au kisasi. Vile vile unatakiwa upate kwa ushauri wa kitaalamu ikiwa umepata matatizo hayo, kwa watu ambao wenye ujuzi wa mambo hayo. Nadhani tumeelewana. Sasa tunakuja kuangalia, tunagusia tu kidogo, kuna mikoa ambayo inaweza ikapata ukame ndani ya mwaka 2026. Kwa hiyo kuna vitu ambavyo vikijiri, labda vikitokea, kuna hatua unaweza kutumia ikakusaidia. Nadhani tumefahamiana. Kwa nini? Kwa sababu kuna sehemu ambazo zitanyesha mvua nyingi, sehemu nyingine zitanyesha mvua kidogo. Kwa hiyo kama Dodoma, hali ya hewa inakuwa mara nyingi kavu na upungufu wa mvua mara nyingi unakuwa kidogo hauko sawa. Nadhani hii inakuwa katika upatikanaji wa maji inakuwa kidogo mtihani. Kwa hiyo hapo kidogo inakuwa inaleta sintofahamu, lakini kuna namna ambazo umwagiliaji wa kisasa upo ambao unaweza kutumia na ukazalisha vizuri zaidi. Lakini vile vile tukija tukiangalia Singida, hii mara nyingi vile vile kunawezekana na kidogo mvua zikawa kidogo. Shinyanga, Tabora, Manyara, Arusha, Kigoma na mikoa ya kaskazini mwa Arusha kama vile mikoa ya mashariki, mikoa ya mashariki kama vile Arusha, Kilimanjaro pamoja na Tanga. Kuna mikoa itapata neema zaidi ya mvua ndani ya mwaka 2026 kama Dar es Salaam, Mtwara, Morogoro, Mbeya, Ruvuma, Kagera, Mwanza, Geita na mikoa ya nyanda za juu kama vile Iringa, Njombe na Songwe. Hii kwa mikoa yenye ukame, wananchi wanashauriwa kutumia mbinu za kilimo ambazo zinaweza zikavumilia, yani upande kilimo ambacho kinavumilia hata kama unamwagia maji kwa njia ya kidogo kidogo iwe hivyo. Vile vile kuhifadhi maji kwa ajili ya chochote ambacho kinatokea, unahifadhi maji. Na vile vile unatakiwa upande mazao yanastahimili ukame. Na kwa mikoa ambayo labda itakuwa na mvua nyingi ndani ya mwaka 2026, ni muhimu kuchukua tahadhari dhidi ya mafuriko na kuhakikisha mifereji ya maji imefunguliwa na kuepuka kujenga katika maeneo ya mabondeni. Ulikuwa nami Saadil Habshi na bye bye.